marafiki ambao labda walikuwa wanafanya kazi na mzee, bila shaka kuna watu ambao wametolewa na mzee, kuna wasanii wakubwa kwa sasa nchini hapa wanafanya vizuri kwa hakika, naamini wana mchango mkubwa sana yao kutokana na mzee vile ambavyo wamewatoa. Hujawahi kuwatafuta labda wala hawajawahi kukutafuta, bwana ndugu yetu njoo hapa wala tufanye kitu tumwenzi vile ambavyo mzee alikuwa anafanya? Kwa wasanii ambao wamefanya kazi na mzee na ambao wametolewa na mzee, nishawahi kuwatafuta na ninawatafuta, ila mwitikio wao nimekuwa ni mdogo sana. Yani kutoa support kwa kuona kwamba dogo anafanya, tumsupport hata kazi 2-3 tumuinue, hii kitu imekuwa ni ngumu sana. Yani imekuwa ni ngumu sana wao kuja kunisupport mimi. Lakini kwa kuwatafuta na watafuta sana tu. Wingi tu na watafuta, na ambao hata sasa hivi kazi zao zina perform vizuri, wapo katika nalio nzuri huko, lakini ndio hivyo. Imekuwa mwitikio kujitokeza kunisaidia umekuwa ni mgumu. Yaani nafasi tu kusema bana na nafasi njoo tukutane tuongee, yani kusikiliza tumekuwa ni ngumu sana. Bwana, kama wewe ni miongoni mwa watu ambao wanafuatilia kazi ya sanaa, jina la King Majuto marehemu bila shaka sio jina geni kwako. Mwenyezi Mungu aweze kumpunguzia adhabu ya kaburi kule alipo, Mwenyezi Mungu aweze kumpunguzia madhambi yake, na kuna vingi ambavyo tayari ameshayafanya kuna tasnia hii ya filamu na maigizo kwa ujumla. Ukiona mzee Majuto unaona sambamba na kizazi chake, mmoja kati ya vijana ambao wamezaliwa vijana wa damu kabisa. Kwa mzee Majuto ni ndugu yangu hapa kulia kwangu, ambapo leo nimebahatika kuzungumza naye mambo kadha wa kadha kuhusiana na maisha yake na vile ambavyo sanaa yake inaendaje. Tunafahamu mzee alikuwa ni miongoni mwa watu ambao wana mchango mkubwa kwenye sanaa. Ameacha nini? Ameacha damu ambayo na yenyewe inafanya vizuri sana kwenye sanaa. Kipi ambacho anakwenda kuzungumza? Anapata yale mambo ambayo kama mzee wake alistahili kuyapata? Anapita njia ambazo mzee wake alikuwa anapita, ama ana nini ambacho sifahamu? Nyundo TV tutazungumza naye, tuambie vile ambavyo yeye anafanya kwenye sanaa yake kwa ujumla. Mzee inakuaje? Fresh. Mama anaenda. Kama hivi akivaa mawani wanamuona vizuri wa Tanzania, ama avue binjua kwa juu? Maana anaweza akasema kwamba mbona kama sio mtoto wa mzee huyo. Hapo vipi hapo? Mambo anaenda? Good hivyo. Mzee Majuto ni nani yako? Maana umeniambia kwamba wewe ni mtoto wa mzee Majuto, walau tuzungumze kwa kinywa watu wasikie kwamba kutoka kwako wewe mwenyewe. Mzee Majuto mimi ni baba yangu. Mimi ni baba yangu na mimi ni mtoto wa 6 kwa mzee Majuto, kwa ambao tulikuwepo sasa. Baba wa damu kabisa. Wewe ni mtoto wa 6. Kwa ujumla mzee marehemu, Mungu amlaze mahali pema, alikuwa na watoto wangapi sasa? Kwa wastani tuko 15. 15. Lakini mpaka sasa hivi tulobaki ambao tupo hai ni tupo 10. Na wewe unafanya sanaa kama vile ambavyo mzee alikuwa anafanya? Mimi nafanya sanaa. Nafanya sanaa. Nipo na channel yangu YouTube hapo. Naendeleza kazi ya mzee. Sanaa alikufundisha mzee ama umefanya mara baada ya mzee kufariki? Sanaa mimi nimeanza kufanya sanaa kabla hata mzee mwenyewe. Yaani sio kama mzee ndo kanifundisha. Hapana. Ila yeye ndo kaona kipaji changu. Hebu tuweke clear. Umesema mimi nimeanza sanaa kabla mzee mwenyewe, tuweke sawa hapo. Hapo kidogo nini? Yaani kipaji hiki cha kuigiza mzee mwenyewe ndo yeye ndo alikiona kutoka kwangu. Kipindi kile wanaigiza, wanafanya maigizo nje, mimi naangalia nikiwa ndani peke yangu kwenye kioo hivi, narudia vile naigiza kama Kitale, kama Sharo Millionaire, au namuigiza yeye mwenyewe za kava msuli. Sasa kuna siku nakaja hapa ananikuta naigiza. Akanichukua twende nje ukaigize. Nikaigiza. Anambia twende. Sababu alikuwa anapenda. Nikaenda. Kunipa scene ya kwanza nikaua pale. Watoto walishangaa. Huu dogo kaanza lini hivi? Lakini ndio hivyo. Kuna kazi yote ambayo umeshawahi kufanya wewe na mzee kwa pamoja? Kazi zipo. Zipo nyingi tu. Ambazo? Kuna ile inaitwa Nyumba 4. Kuna Uso wa Mbuzi. Kuna kuna movie inaitwa, kuna ile movie ya Pete, zote hizo nimefanya kipindi nipo mdogo. Kuna ile ya Sanda. Kuna miaka mingapi? Mimi nimeanza mdogo sana. Kitu kama nilikuwa darasa la 2. Mzee miaka 8, miaka 9, miaka 10 hivi. Ndio, miaka 8. Watazamaji wa Nyundo TV kama watakuwa wamebahatika kuitazama hiyo tamthilia ya Pete, amesema mbuzi nini? Uso wa Mbuzi na ipi? Na Nyumba 4. Kama kutakuwa na kijana ambaye unamuona anafanania na brother yangu hapa, ndio mwenyewe huyo hapa. Jina unasema unaitwa nani vile? Mimi naitwa Bilal. Mtoto wa damu kabisa mzee Majuto. Bilal Amri Osman. Unafanya comedy kama vile ambavyo mzee alikuwa anafanya? Mimi nafanya comedy na serious.
Kwa ujumla sanaa unaionaje hivi? Wewe unaiona ni rahisi kama vile mzee ambavyo alikuwa anafanya, ama unaona mzee kuna shughuli alikuwa anaifanya? Sanaa sio rahisi. Sio rahisi kama watu wanavyochukulia kwamba ni easy tu. Kazi ipo huko. Baada ya mzee kufariki, maisha yako ya sanaa ilikuwaje hasa? Baada ya mzee kufariki, maisha yangu ya kisanaa yalikuwa ni magumu, kwa sababu nisingeweza kunyanyuka mimi kama mimi. Kutokana hata zile kazi ambazo nilifanya naye nilikopo ni mdogo sana. Kwa na sasa hivi nimekuwa. Kwa ni ngumu sana mtu kutambua huyu ndio yule mtoto. Na ni wachache mno ambao watatambua huyu ndio yule mtoto ambaye alikuwa anafanya naye. Unaona? Sasa nilipokuwa naanza hapa ilikuwa ni ngumu sana mimi kunyanyuka. Kunyanyuka mwenyewe mpaka watu kunitambua, na ni changamoto kiukweli. Ni changamoto. Baada ya mzee kufariki, kuna kazi yote kubwa ambayo ushakuifanya? Kazi yote kubwa hapana. Hakuna kazi yote kubwa ambayo nishakufanya baada ya mzee kufariki. Sasa mzee alikuwa na watu, mzee alikuwa anafahamiana na watu wengi. Mzee hivi alikuwa bado hajamiliki kampuni yake mwenyewe? Kampuni alimiliki ya uigizaji. Sasa kampuni ilienda wapi? Na maana wao walishindwa kukufahamu kwamba wewe ni mtoto wa mzee wa kuendeleza kama vile ambavyo mzee alikuwa anafanya? Kampuni ilikuwa kipindi anapoanza kuumwa pale. Kidogo kampuni ile ikavunjika. Kutokana na yeye mwenyewe kopo ndio hivyo kwenda katika hali ya ugonjwa nini. Kidogo ile kampuni imevunjika. Kwa sasa hivi kampuni ya mzee haipo? Ile kampuni hakuna. Marafiki ambao labda alikuwa anafanya kazi na mzee, bila shaka kuna watu ambao wametolewa na mzee. Kuna wasanii wakubwa kwa sasa nchini hapa wanafanya vizuri kwa hakika, naamini wana mchango mkubwa sana yao kutokana na mzee vile ambavyo wamewatoa. Hujawahi kuwatafuta labda, wala hawajawahi kukutafuta, bwana ndugu yetu njoo hapa wala tufanye kitu tumwenzi vile ambavyo mzee alikuwa anafanya? Kwa wasanii ambao wamefanya kazi na mzee na ambao wametolewa na mzee, nishawahi kuwatafuta na ninawatafuta, ila mwitikio wao nimekuwa ni mdogo sana. Yaani kutoa sapoti kwa kuona kwamba dogo anafanya, tumsupport hata kazi 2-3 tumuinue, hii kitu imekuwa ni ngumu sana. Yaani imekuwa ni ngumu sana wao kuja kunisapoti mimi. Lakini kwa kuwatafuta, nawatafuta sana tu. Wingi tu nawatafuta, na ambao hata sasa hivi kazi zao zina perform vizuri, wapo katika nalio nzuri huko, lakini ndio hivyo. Imekuwa mwitikio kujitokeza kunisaidia umekuwa ni mgumu. Yaani nafasi tu kusema bwana nina nafasi njoo tukutane tuongee, yaani kusikilizwa tumekuwa ni ngumu sana. Anyway, walau kwa uchache, japo sio kwa ubaya, mtu anaweza akasikia kuna labda vile tuna lengo la kuzalilisha watu, hapana. Ningetamani nifahamu walau wasanii 5 binafsi unaamini kwamba kwa nafasi yao huenda ingekuwa ni chachu ya wewe wao kukushika mkono kusema kwamba kijana wa mzee huyu tumpeleke, ambao wewe umeshawahi kwa DM? Mimi ni ngumu kumention kwamba ni msanii fani, lakini mimi naamini kwamba endapo wakiona hii interview basi wana deni, wanajua, yani watajua kabisa wana deni la kulipa kutokana na vile mzee jinsi gani amewasupport. So siwezi nikamention kwamba ni fani nishe kumtafuta hakunijibu fani. Mimi naona kama inakuwa sio jambo zuri. Sawa, sio jambo zuri, lakini kuna watu ambao wewe una target kwamba ujumbe huu ukiwafikia na wakaguswa vile ambavyo walau na wenyewe wameguswa na mzee wangu, huenda wakaniinua. Nani ungetamani ujumbe huu wafikie? Mimi ningetamani sana kwanza kwa JB. Ningetamani sana kwa JB, na yani sio kwa wasanii wa filamu tu peke yake, hata wasanii wa muziki ambao mimi wataona na wataguswa na hiki, basi pia ningependa tu wanisapoti kama Diamond Platinum. Kama apata nafasi ya kuona hiki basi ni vizuri akanisapoti. Ikitokea hata usiku wa manane mtu kamuuliza moja kati ya watu ambao walikuwa karibu na mzee, lazima ataje jina la Kitale. Miongoni mwa wasanii ambao wapo wengi, lakini Kitale ni miongoni mwa wasanii hao. Walau sio kwa ubaya, kuna namna yote ambayo ulishawahi kukutana na Kitale, labda anakufahamu na vitu kama hivyo? Kitale nishakutana naye na sidhani kama atakuwa kwamba amenisahau, kwamba kuna dogo nimemsahau, sio kweli. Maana tumekaa nao sana tu pale kipindi wapiga kazi na mzee pale. Kutana naye kwenye tuzo zile. Japokuwa kila mtu yuko na bize zake hivyo. Atupata nafasi ya kuongea sana, zaidi kusalimiana tu. Basi kukutana naye, lakini anakufahamu kwamba ni mtu wa mzee, anakujua? Ananifahamu.
Mimi naamini ananifahamu. Naamini ananifahamu. Mbona tuje kuanza kwenye clip chochote labda ukaishi naye, maana vitana na clip vingi hata kupita dakika moja mzee wangu. Clip ni nyingi na wanaofanya clip hizo ambao washafanya na mzee ambao sasa hivi clip zao zinakimbiza ni wengi, na wengi hao nimewatafuta, lakini nafasi ya kusema nimepata hata nafasi kusema nikashika hata clip moja inakuwa ni ngumu kwa upande wao. Kuna kauli moja wengi wanasema kwamba ukibebwa jishikize. Mara nyingi sisi tunaamini kwamba mtu ambaye mwenye talent ni rahisi sana kumshika mkono, tofauti na yule mtu ambaye labda mzito mwenyewe bado, lakini anajiona kwamba yuko vizuri. Tusemeje, upo hivyo kwamba ni mtu ambaye unabebeka, ama ni vile tu kwamba unahitaji watu wakusaidie, lakini kwamba mwenyewe bado bebeki? Una kipaji kile kama cha mzee? Mimi kipaji ninacho. Na kama ukisema nibebe, nabebeka vizuri sana tu, kwa sababu hiki kipaji sio kama najivisha tu kwamba nina kipaji kama cha mzee. Mimi kipaji ni kipo by nature. Kipaji kipo, na kama watajitokeza kunibeba kusema tunakusupport, basi sipo kama lezi kama nitaona sasa nimebebwa nijitekea, hapana. Kama atakayejitokea atakayetokea kusema ananibeba tunapiga kazi, basi ataona ni nini ambacho naenda kukionyesha. Sawa, mimi naomba kwa sababu ya muda tumalizie hapa, lakini itatokea siku nitakutafuta walau tuzungumze kwa kubwa zaidi. Ila cha mwisho cha kumalizia, zungumza maneno ambayo unahisi wale ambao wanapaswa wakusaidie, watu ambao unaamini hivyo na wenyewe walisaidiwa kupitia nguvu na jasho la mzee wako. Tuwaambie, tazama kamera, waambie. Kwanza jitambulishe, mimi ni nani, tutakikata kama kilivyo afu tutawapelekea. Sawa, mimi ni kwa majina naitwa Bilal Amri Osmani, ni mtoto wa mzee Majuto na ndio mrisi wa kazi zake zote. Kwa uchache tu napenda kuambia wale ambao walisha kufanya kazi na mzee na washapita kwenye mikono ya mzee, mimi nipo na ninafanya hii sanaa na ninahitaji support. Nahitaji support na naomba mjitokeze kunisupport. Bwana, kama ulivyoweza kumsikia kwamba ni mtoto wa mzee Majuto, mtoto wa 6 kama sikosei, lakini anasema kwamba yeye ndiye mrithi wa kazi zote za mzee za sanaa, kama vile ambavyo mwenyewe umemsikia. Mengi ameongea, lakini kubwa zaidi alikuwa anaomba support kwa wale ambao wanaamini kwamba wanaweza kumsupport, lakini kwa wale ambao na wenyewe walishawahi kusapotiwa na mzee kwa namna moja ama nyingine, waangalie jinsi ambavyo wanaweza wakalipa shukrani. Si vyema mtu ukampa hela, kwa sababu unaweza kumpa hela baadaye kaisha, lakini unapokuwa umempa kazi, utapokuwa umemshika mkono, maana yake utamtengezea mwanya wa yeye kuweza kutafuta pesa nyingine nyingi zaidi ya hizo ambazo umempa. Mimi nikwambie tu kwa haya ambao wameyazungumza, usisahau kuacha comment yako kwa chini hapo, lakini kwa wewe ambaye unaamini kwamba una nafasi yote ya kuweza kumtafuta, kumsaidia, unaweza kututafuta Nyundo TV, lakini kuna namba za simu ambazo nataka kupigia wale ambao labda hawafahamu kama mzee aliacha mtoto mwenye talent. Namba zipo ambazo ni 0688837177. Hiyo inapatikana sana WhatsApp. Na mitandao yako ya kijamii, Instagram labda? Kwa Instagram Majuto Junior, Majuto JR. Majuto_JR. Na Facebook ni Bilal Amri Majuto. Na wale ambao labda wanataka kusupport kupitia kazi zako za YouTube yako, labda channel yako inaitwaje? Channel yangu ya YouTube ni Majuto JR. Nimeandika Majuto JR. Bwana, nashukuru sana kwa time yako. Asante.